pigwa goli 3 wakaja wakashinda hapo. Wafunga Belouizdad bao 4 nafikiri. Ile ndio mechi ambayo ilikuwa inatoa maamuzi. Walichanganywa sana Belouizdad bao 4. Wafunga timu nyingi za ukanda mgumu wa Afrika Kaskazini zimewahi kupoteza kwenye kiwanja cha Mkapa, aidha kwa Young Africa au kwa Simba, lakini eneo ni lile lile. Na mwanzo tulikuwa tunaisifia Simba. Karibu tena mwanamichezo popote ulipo na kutazama hii ni Sports Update. Uwe kwanza kupata matukio na taarifa kama hizi, subscribe, una share, una comment hapo chini ya YouTube channel ya Sports Update. Wanahakikisha mambo yanakuwa super, ndio kichakata yale ya kimichezo zaidi. Mchezo ambao utachezwa tarehe 9 ya mwezi wa 4 2024 katika uwanja wa Ethiopia Benjamin Mkapa Stadium. Mchezo ambao utachezwa majira ya saa 10 alasiri za alfajiri, msikilizaji, ambayo itakutanisha miamba wa soka Tanzania, wekundu wa Msimbazi dhidi ya Al Masry. Mchezo ambao kikosi hicho pona kitazama ni kikosi cha Al Masry ambacho kinafanya jiramba mazoezi ya kujiweka fiti kuelekea mchezo huo wa kombe la shirikisho barani Afrika. Kumbuka kwamba Al Masry wana advantage mchezo wa nyumbani, walipata ushindi wa bao 2-0 dhidi ya wekundu wa Msimbazi. Simba anakuja kujiuliza katika uwanja wa nyumbani hatua inayofuata, je, ataqualify? Na Al Masry tumesikia makocha wakizungumza mchezo huo, wakizungumzia kwamba mchezo ni mchezo mgumu na Simba wanamjua wakiwa nyumbani. Ni timu ambayo haifungiki ikiwa nyumbani, lakini wamezungumzia kwamba watafanya vyovyote ili waweze kupata matokeo katika uwanja wa nyumbani, angalau atasare. Kikosi cha wekundu wa Msimbazi kimejikita kambi yake pale katika viunga vya Bunju Stadium, Bunju Arena za City kweli kuelekea mchezo huo. Simba inahitaji matokeo kuelekea mchezo huo baina mabao 3 kwa nunge dhidi ya Al Masry. Simba isiruhusu bao aina lolote ikiwa nyumbani ili iweze kuqualify kuelekea hatua ya nusu finali. Wekundu wa Msimbazi wana historia nzuri wakiwa wanatumikia uwanja wao wa nyumbani, wanajibu mashabiki zaidi 60,000 katika uwanja wa Benjamin Mkapa Stadium. Tukumbuke kwamba Simba ana historia nzuri na uwanja wa nyumbani. Ni timu ya pekee kutoka barani Afrika ambayo inaweza ikapata ushindi mara nyingi zaidi ikiwa inacheza knockouts kama hizi ikiwa nyumbani. Al Masry wanajiandaa vyema kuelekea mchezo huo, na tumesikia baadhi ya wachezaji ambao hawapo kwenye mchezo huo, ambao walikuwa kwenye mchezo ambao uliopita raundi ya kwanza. Kikosi cha wekundu wa Msimbazi nacho kimejiandaa vyema kabisa kwa jibu mashabiki zaidi ya 60,000 hapa katika uwanja wa Benjamin Mkapa Stadium. Hao ni baadhi ya mastaa wakiwasili hapa katika viunga vya Benjamin Mkapa Stadium, mchezo ambao unasubiriwa zaidi ya mataifa aliyotuzunguka magharibi, mataifa zaidi ya 38 yakitazama mchezo huu kwa kina, mchezo ambao ndio mchezo wa kwanza ambao una mvuto zaidi katika raundi ya pili ya ligi ya kombe la shirikisho barani Afrika, mchezo ambao unasubiriwa pale jiji la Misri Cairo, na mchezo ambao unasubiriwa hapa katika jiji la Tanzania Estadio de Benjamin Mkapa Stadium. Je, Al Masry atatoka hapa nyumbani? Je, Simba atapata matokeo akiwa hapa nyumbani? Tukumbuke kwamba historia ya wekundu wa Msimbazi wakiwa nyumbani ni timu ambayo inafanya vyema ikiwa hapa nyumbani. Je, mchezo wa mwisho wa kombe la shirikisho barani Afrika, tukumbuke kwamba pigwa goli 3 wakaja wakashinda hapo. Wafunga Belouizdad bao 4 nafikiri. Ile ndio mechi ambayo ilikuwa inatoa maamuzi. Walichanganywa sana Belouizdad bao 4. Wafunga timu nyingi za ukanda mgumu wa Afrika Kaskazini zimewahi kupoteza kwenye kiwanja cha Mkapa, aidha kwa Young Africa au kwa Simba, lakini eneo ni lile lile. Na mwanzo tulikuwa tunaisifia Simba kwa uwezo wa kutumia kiwanja cha nyumbani vizuri. This time Young Africa na wenyewe pia wameamka
tumeona wakicheza mechi nyingi nyumbani vizuri. Walikuja wacheza na Mamelodi hapa Almanusra katika mechi ambayo watu walikuwa wanaamini kwamba Yanga wanaweza kufa nyumbani, lakini Mamelodi hapo li chupu. Kwa hiyo bado mimi naamini Yanga wana kikosi kizuri. Timu iliyocheza Lubumbashi, namna walivyocheza Lubumbashi wakawasawazisha, walikuwa na chances ambazo zingeweza hata kuua game. Sio mfano ya Duke Abuya, nafikiri Mudathiri, Pakome. They had some chances ambazo hawakuzitumia vizuri tu, ambazo na hakika au unaweza kusema maybe mwalimu amezifanyia kazi, na tumeiona Yanga ya tofauti kwa sababu pale mwalimu bado alikuwa ndio kwanza mchanga kwenye timu yake. Sasa hivi tunaona ameshinda mfululizo, ameshinda goli 4 mara 2, ameshinda goli 3, ameshinda goli 5. Anajua, yani unaweza kusema ameikiona kikosi chake ambacho kinaweza kikampa ushindi. I believe kesho Young Africa wanakwenda kufanya tofauti na kile kilichofanyika Lubumbashi, kwa maana kwamba wanaweza kupata alama 3. Wanaweza kupata alama 3. George Magunga. Yes. Yanga sasa, kwa tushazungumza sana hii wiki hii, lakini umesikia Jemedari kwambia naamini Yanga anaweza kupata alama 3, na TP ukiangalia ujio wao pia ni ujio ambao wanahitaji hizo alama 3. Mwalimu Ramovic kitu gani akifanye ndani ya kipindi cha kwanza tuione Yanga ambayo wale watu ambao leo tunawaambia wakanunue ticket wakaujaze uwanja pale kipindi cha kwanza waweze kuwa na furaha wakianikiza kwamba Yanga wanaongoza, wameshafanya kitu kizuri ndani ya uwanja wa Mkapa kesho? Cha kwanza ni kuchagua wachezaji 11 ambao kwanza wataipa team balance nzuri. Kwa sababu unakwenda kucheza mechi dhidi ya Mazembe, inawezekana unahitaji matokeo, lakini ni lazima pia ujue namna gani na wewe ya kutengeneza ulinzi ambao utakuwa unahakikisha unakuwa salama ndani ya mchezo, kwa sababu ukipata goli ndani ya dakika 15 hivi au ndani ya kipindi cha kwanza, kuna namna mnakuwa bado mnaendelea kuishi kwenye mpango mkakati wa mwalimu, kwa sababu mnakuwa mkumbani na ile pressure. Kwa sababu unajua ni mechi ambayo watu watataka kuona Young Africans wanashambulia muda wote, wanatengeneza nafasi, wanacheza vizuri, na kwa namna ukiangalia timu yao sasa hivi unaona kabisa timu imeset, wachezaji wanaelewana, wanajua mwalimu ni vitu gani anavihitaji ndani ya uwanja. Unaona hata baadhi ya pattern ambazo wanazitengeneza ni kwa sababu kuna baadhi ya vitu wanafanyia kazi kwenye uwanja wa mazoezi. Kwa hiyo kuna katika michezo takriban 3-4 unaona Young Africans kuna squad ambayo inajirudia mara kwa mara. Kwa hiyo unagundua kwamba mwalimu kuna kitu amekipata katika timu yake, na amejua ni aina gani wachezaji ambao akiwatumia kuna kitu bora ambacho anaweza kutoa zaidi uwanjani. Kitu kizuri kwake ni kwamba kuna baadhi ya wachezaji sasa hivi viwango vyao vimekuwa katika ubora, wameimarika zaidi. Mtu kama Clement Mzize amekuwa ni mchezaji muhimu zaidi kwenye kikosi. Nafasi yake imebadilishwa. Sasa hivi anacheza kama mshambuliaji wa kati kwa sababu ya uwepo wa Prince Dube. Anatokea eneo la pembeni, lakini mwalimu pia amemtengenezea mazingira rahisi zaidi kwamba timu ikiwa na mpira